Wapi? Unaipata na Tanzania kwa sababu sisi tulikuwa tunasema tangu awali kwamba namna mechi ilivyoahirishwa iliahirishwa kwa kufuata kanuni. Na binafsi mimi siamini kwamba mechi iliahirishwa kwa sababu ya Simba. Kwa sababu waliokaa kwenye kikao hawakuwa Simba, waliokaa kwenye kikao ilikuwa ni kamati ya uendeshaji wa ligi maarufu kama kamati ya masaa 72. Simba wao walitoa tu malalamiko ya kwamba tumefanywa 1 2 3 na wao walikuwa na ushahidi kwa sababu mechi commissioner GGC sijui walikuwepo kwenye kuhakikisha Simba wanakwenda kucheza mazoezi siku moja kabla ya mechi. Lakini hilo walikutokea, ndio maana Simba wakasema sisi hatuwezi kucheza kwa sababu kanuni hazifuatwi. Wao wakafuata kanuni kuahirisha mechi. Kanuni ipo ya 34-3 inasema wao TFF watakavyoona, yani sababu wanayo wao. Wamesema walitoa mistake, kurudia maelezo waliotoa yalikuwepo pale. Sasa ilikuwa ni kazi ya Yanga kufuata maelekezo ya mamlaka, ama sivyo kupinga kwa kutumia vyombo vya ndani. Wao wakaamua kwenda zao kasi wamewakataa, lakini kulikuwa na kitu kimefanyika kama kujaribu kushinikiza hivi. Unakumbuka kulikuwa na vikundi sijui wazee wa Mwanza, sijui wazee wa wapi, sijui wanataka mechi hatuchezi, lakini makamu wa rais alikuwa mtu wa mwanzo kwa kusema mimi nitakuwa mtu wa mwisho kwa mimi tutacheza mechi. Sasa unajua unazizuiaje hizo kauli tena? Unarudije tena kwa watu kuambia tunacheza kwa sababu kule mmeshinda? Yanga hawana imani na TFF ipi? Wana mwaka wa 3 wanachukua kikombe. TFF ndio hii. Hawana imani kwenye engo gani? Wanasema kuna baadhi ya clubs zinapendelewa kwa experience ya nchi club ni mbili tu. Nchi club ambazo zinaweza kuonea watu wengine ni mbili tu. Ni wao na Simba peke yao. Sasa nani anapendelewa? Wanapendelewa Simba? Kwa kauli yako basi inaweza ikawa ni Simba wanapendelewa. Unaiona Simba ikipendelewa na ndio sioni mimi hapo unaposema wanapendelewa ni wapi? Kwa sababu watu wanasahau Yanga walimsajili Tuisila Kisinda awamu ya pili. Wakati wanamsajili usajili umeisha. Mimi nina barua 2. Barua inatoka kwa katibu mkuu wa TFF, anamwandikia mtendaji wa Yanga akijibu kwamba muda wa usajili umeisha, kufanya hivyo tutavunja kanuni ya 62. Wanamchukua Tuisila, nyinyi mnasahau. Tuisila anachukuliwa usajili umekwenda mwisho na Yanga wana watu wengi kwenye kusajili. Wakamtoa mtu mmoja anaitwa Kambole kama mnamkumbuka. Wakasema Kambole amepelekwa kwa mkopo. Anapelekwa kwa mkopo huko wapi kunaitwa Uganda. Na hakwenda kokote. Alikuwepo hapa kutengeneza nafasi ya kumrudisha nani? Tuisila. Na Kambole akaingia kwenye mzozo, mara si yuko hapa mjini tunamuona, akaenda kwao anadai wale walikuwa nani? Sio kwa ni TFF. TFF ya hii ya Kalia. Sasa wanampendelea nani au amtaki yupi? Ni wao wenyewe tu, yani ni wao na Simba tu ndio ambao ukizungumza kuhusu mambo kama hayo ndio utayakuta huko. Sasa unadhani Simba walikuwa sahihi ile siku baada ya kushindwa kufanya mazoezi kutoa press release ya kwamba hawatacheza mchezo kwa sababu hawakufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi? Simba unajua watu wanapotosha. Hawakusema kwamba hawachezi mchezo kwa sababu hawakufanya mazoezi. Mazingira walioyakuta kuzuiwa na watu ambao hawahusiki na mchezo. Wakasema sisi if this is the case, mimi nakwambia TFF walipeleka match commissioner. Match commissioner ndiye mwakilishi wa mwenye shindano kwenye mechi yoyote. Na ripoti yake ndio ina overrule ripoti zingine zote. Match commissioner alikwenda mpaka pale. Simba akamwambia meneja Simba waruhusiwa wafanye mazoezi. Hawakuruhusiwa. Simba wenyewe ukiwasikiliza wanasema walikuwa na muda mrefu ambao hawajafanya mazoezi wakiamini kwamba hayo masaa 50 wataenda watarudi watakuja kucheza kwenye ile mechi. Amini watafanya mazoezi pale ili siku ya pili wacheze mazoezi. Simba ndio ya ready to play, wapewe muda wa kufanya mazoezi. Tulichokisikia baadaye ni watu ambao wahusiki na mpira. Kwa maelezo ya TFF kuna watu wanaitwa makomando walikuwepo pale ambao wahusiki. Sasa kama wahusiki, Simba wakosa yao nini? Wana haki. Simba walikuja jana hapa kwetu. Waaskari hapa wakajaribu kuwazuia na nini, wakanipigia simu kama jamani waacheni wafanye mazoezi. Wafanye mazoezi leo tumecheza mechi imeisha. Sio? Simba kama ungegoma wamepewa nafasi ya kufanya mazoezi, alafu wakagoma kucheza mechi, tungewalaumu. Lakini wanataka ku execute kanuni. Mtu anaweza kukuambia hoja za kijinga,
oh, unajua timu hizi tangu zikicheza hazitumii hiyo kanuni, so what? Kwa hiyo mtu akiamua kutumia anakatazwa na nini? Kwa maana hiyo viongozi wa Young Africans kutokana na majibu waliyopokea CAS ni kwamba wanaona aibu kurudi kwa mashabiki na kusema kwamba aibu tu, hamna kitu chochote, hamna kitu chochote cha maana. Yaani mimi mtu aniambia Yanga unaonewa kwenye engo gani? Yaani wao Yanga watuambie bana sisi eti kuna uonevu. Yanga anaonewa nchi, anaonewaje? Nyie hapa wote mnaamini kama Yanga inaonewa? Yaani inaweza kuonewa Yanga nchi afu tukakaa hivi tulivyo? Yanga haiwezi kuonewa. Yanga Simba wao wanatuonea sisi siku zote. Waache uongo. Bado kauli yao ile ile wanasema kwamba hawachezi, lakini unaona shauri yao wenyewe. Hapo ushauri wako labda kwa bodi ya ligi, manake Yanga inakuwa kama imekiuka pia na mamlaka labda ya CAS ambayo imewaelekeza wao, manake wametoa taarifa kwa umma. Wewe ushauri wako sasa kwa wenye mamlaka ya mpira Tanzania? Mimi kama nataka kushauri ni kwamba mamlaka itoe tarehe ya mechi. Watu wasifike kiwanjani, watumie kanuni. Full stop, ndio tutatoka huku. Na tukibaki huku, mamlaka zikianza kubembeleza hii hali, ndio sisi wengine pia tutaamini kwamba wao ni dhaifu, waonevu, kila kitu. Hii ni timu kama timu zingine. Watupe tarehe, sisi tukaangalie mpira pale. Hawataki mpira pale, wasije, kanuni itumike. Watangaze na viingilio kabisa. Akanga. Sio nani na marefa. Waje pale timu ikaguliwe alafu hawajaja. Watoe maamuzi. Ndio mpira unavyoendeshwa hivyo. Lakini tukianza kubembelezana, oh sisi tunaonewa, na kuonea nani? Nchi yani Yanga inaonewa, nchi. Au kuna nchi nyingine? Au kuna Yanga nyingine? Mimi sielewi. jamani, asante.